ikiwa inalenga kuwakumbuka wazimamoto wote waliopoteza maisha wakiwa katika kutekeleza majukumu yao ya kazi, na pia kuwapa tuzo wazimamoto wanaohatarisha maisha yao ya kila siku ili kuokoa maisha na mali za jamii. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ina alama ya kimataifa na utambulisho ambazo ni utepe wa rangi nyekundu na ya buluu. Utepe wa rangi nyekundu ikiwakilisha moto na buluu ikiwakilisha maji. Ndugu mgeni rasmi, siku hii huadhimishwa duniani kote tarehe 4 Mei kila mwaka, na katika kuadhimisha siku hii wazimamoto hufanya yafuatayo. Moja ni kusimama kimya kwa muda wa dakika moja wakiwa kwenye vazi maalum, ikiwa ni ishara ya kuwakumbuka wazimamoto wote waliopoteza maisha wakiwa katika kutekeleza majukumu yao ya kazi. Kwa tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na maboresho makubwa yaliyofanywa katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ndugu mgeni rasmi, wewe umekuwa ni shahidi, umekagua mitambo ya kisasa, vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuzima moto na maokozi. Pia umeona umahiri na uhodari wa maafisa na askari wetu wa Jeshi la Zimamoto. Hii yote tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6. Tunaomba shukrani zetu za pekee utufikishie kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunasema asante sana kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tunashukuru. Tunashukuru sana kwa kuliwezesha jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji kuwa na vitendea kazi bora na vya kisasa vinavyoweza kuendana na matakwa halisi ya teknolojia ya kisasa katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ya leo na jioni hii ya leo ni ya kwako wewe. Nachukua nafasi hii kukukaribisha. Tuko tayari kukusikiliza na kupokea maelekezo yote utakayotupatia. Asante. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye atazifikisha kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia niwapongeze sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ushirikiano mkubwa mnaofanya na wadau mbalimbali katika kutekeleza majukumu yenu. Tumeona hapa taasisi, makampuni pamoja na mabalozi ambao mnawatumia, kwa sababu kazi ya uokoaji na kazi ya kuzima moto hamwezi kuifanya peke yenu. Ni lazima mshirikiane na wadau mbalimbali, na nyinyi siku ya leo mmethibitisha ni namna gani mnashirikiana na wadau hao katika utendaji wa kazi zenu. Hongereni sana sana kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mwananchi wa kawaida ndiye mtu wa kwanza anayeweza kufika pale kunapokuwa na janga la moto au ajali, lakini mmeeleza hapa vizuri namna mnavyotoa elimu na kushirikiana nao kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa mali za Watanzania na maisha ya Watanzania wenzetu. Hongereni sana. Lakini pia niwapongeze kwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii yetu, mashuleni na kwenye mitaa na maeneo mengine, kwa sababu kupitia elimu mnayoitoa, maana yake tunaweza kujikinga na majanga yanayoweza kuletea athari mbalimbali. Kwa niwapongeze kwa elimu ambayo mnaitoa. Ni imani yangu kwa niaba ya mkuu wa mkoa mtaimarisha ushirikiano na utoaji wa elimu kwenye maeneo tofauti tofauti. Tufike kwenye mashule yote ndani ya mkoa wetu na wilaya zetu. Tuhakikishe kwenye shule za msingi tunaanzisha klabu za zimamoto na uokoaji ili vijana waanze kupata elimu mapema katika maeneo hayo. Kwenye shule zetu za sekondari, vyuo na maeneo mengine yote, hakikisheni mnafika na kuongeza nguvu ya kuanzisha klabu katika maeneo hayo. Hii itatusaidia kujikinga na majanga ya moto na majanga mengineyo. Lakini pia kupitia siku ya leo nitoe msisitizo kwa taasisi zote
ambazo zinapaswa kufanya kazi kwa karibu sana na jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Hapa namaanisha taasisi kama vile TARURA ambao mnahusika na barabara. Hakikisheni barabara zote zinafunguliwa ili kuweza kupitisha vyombo ambavyo mnaviona viko hapa. Huwezi ukapitisha haya magari kama TARURA hamtasimamia barabara kuwa wazi wakati wote. TANROADS, TANESCO, halmashauri na taasisi nyinginezo, shirikianeni na jeshi la zimamoto. Msifanye miradi au msitekeleze miradi na kuwashirikisha jeshi mwishoni mmeshakamilisha. Washirikisheni kabla, wakati wa planning, na tunaposema washirikishwe, mwashirikishe kweli kweli, sio mnakuja tu mnasema tumeshawaambia wakati ujenzi umeshaanza. Washirikisheni kuanzia wakati wa kupanga miradi yenu, ili wawape utaalamu wa nini cha kufanya. Mnapojenga barabara, tujue upana wa barabara, tujue namna ambavyo magari haya yanaweza kugeuka. Unakuta maeneo tumejenga barabara za zege, kinachoweza kugeuka pale ni gari ndogo, pikipiki na bajaji, lakini gari lile kubwa ambalo linaweza kuzima moto mpaka ghorofa ya 15 halitegemei kuwa na kabarabara kembamba kazege ambako umekatengeneza kwenye maeneo yetu. Tupite huko na makamanda wangu wa wilaya na mikoa, tembeleeni maeneo haya, nendeni mkaangalie, mjiridhishe. Kuna barabara zinajengwa kule Sinza za zege. Chukua hilo gari liingize pale, lisipogeuka liache hapo mpaka watakaporekebisha. Na hili natoa kama agizo, na kwa sababu mimi hapa namwakilisha mkuu wa mkoa lakini bado ni mkuu wa wilaya, na kuagiza Njombe na wenzako, kuna siku tutafanya operation, tutawasha magari yote, tutaingiza huko kwenye vichochoro. Ole wako lisipite. Mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa kata, wewe afisa mipango miji, diwani, wote tutakusweka lock up kwa kuzuia jeshi kufanya kazi yake. Na hili ni jeshi la zimamoto, sio idara. Hataki kubembelezana. Usisubiri baadaye Chacha unakuja kuniambia afande, tumefika pale tumeshindwa kwenda kwa sababu kuna vibanda vimejengwa barabarani. Wewe ulikuwa wapi? Hivyo vibanda ukuviona? Ukuona kwamba gari lako halitapita? Kwa operation mojawapo ni kuyawasha haya magari, na mimi nitapanda kwenye mojawapo, tutazunguka, likikwama tunaliacha hapo, na wewe unayehusika utatueleza kwa nini gari letu halipiti. Nadhani tunaelewana vizuri, mwakilishi wa CGF. Tusisubiri mpaka tunapata madhara alafu tunaanza sasa kutafutana kwamba unajua mkuu, tumeacha gari kule mwisho halijaingia kwa sababu kuna mabanda watu wako walipanga barabarani, twende tukayapitishe huko. TARURA naye atatueleza kwa nini hakutenga njia ambayo gari linaweza likapita.